Yes, inawezekana kwamba Engineer Hersi anawadanganya mashabiki wa kikosi cha Young Africans. Inawezekana, ile ndi swali la msingi ambalo kila mmoja anajiuliza na linahitaji ufafanuzi by the way. Na nimetazamia ile swala la uwanja wa Young Africans pamoja na Young Africans wao wenyewe kwa kitambo kidogo, na mara zote mimi hapa nimekuwa nikisema hatuhitaji kuweka hisia kwenye hili, bila tunahitaji kuelewa zaidi. So hili ni eneo sahihi, ni Kanyasi Digital. Kama kweli uko tayari kwa ajili ya kuongeza vitu vingine kwenye uelewa wako, it's better ukasikiliza na ukasubscribe. Lakini kama unadhani mazungumzo haya yanaweza kukukera na yakakusababisha pengine ukatoa lugha chafu, au una sababu ya kuendelea na kutoa hizo lugha chafu, una sababu tu ya kuendelea na mambo mengine. Otherwise, kama utakuwa tayari kweli, unahitaji kuongeza kitu. Sasa nilieleza kwamba vipi itatokea kama kuna mgongano wa kimaslahi kati ya Engineer na GSM. Nilieleza kwa urefu zaidi kwenye episode kadhaa zilizopita hali ya uwanja utakavyokuwa na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku nikasema mashabiki wa kikosi ya Young Africans na wanachama wa Young Africans wanawezekana wao hawapo kwenye taswira sawa na tulipo sisi. Yani sisi tunaweza tukawa tunataka vitu fulani vitokee, lakini wao walipo hapa wanasema it's better, yani hakuna sababu ya kwenda huko, sisi tunaenjoy na hiki ambacho tulicho nacho, kwa hiyo msichanganye kutuwekea vitu vingine. So inawezekana nikawa ninawaelewa kwa namna moja ama nyingine. Lakini hapa kwenye pitapita zangu nimekutana na andiko la Magunga. Huyu ni mchambuzi wa soka kutokea pale Crown Media. Nikasema nadhani hili kila moja anahitaji kulisikia the way ambavyo alivyolitanabaisha, na kila moja atajifunza kwa namna yake. Nasoma kama ilivyoandikwa. Anasema kwenye mazungumzo ya rais wa klabu ya Yanga nilisikia mahali akitumia Atletico de Madrid kama mfano kwenye mchakato wa naming rights, haki ya jina mfanano wa uwanja kuitwa GSM Stadium. Ipo hivi, Atletico de Madrid ni klabu ambayo tayari ipo katika muundo wa kampuni, ambapo mabadiliko haya yalianzia miaka 1990 ambapo familia marehemu Jesus Gil Martin ndio walikuwa watu wa kwanza kumiliki hisa ndani ya kampuni kwa zaidi ya 70%, huku Enrique Carenzo akisalia na asilimia zilizobaki. Wakati Atletico de Madrid wanaanza kujenga uwanja, hakuna sehemu alitumia mfumo kama unaoenda kutumika ndani ya kikosi ya Yanga, yani special purpose vehicle. Yanga na GSM wanaenda kuunda kampuni mpya itakayosimamia uwanja, huku akigawana asilimia 50 kwa 50. Akaweka emoji za kucheka. Atletico wao walitumia mikopo, mikataba ya kibiashara, makubaliano na wawekezaji pasipo kugawa haki za umiliki wa uwanja, lakini pia walitumia mapato ya baadaye kama dhamana, collateral. Nilisikia pia kuhusu kampuni ya kibiashara kutoka China ambayo ni Dalian Wanda Group. Hii kampuni ilifanikiwa kununua hisa zisizozidi asilimia 20 ndani ya kampuni ya Atletico de Madrid mwaka 2015. Hawakuishi hapo. Mwaka 2017 walinunua haki za jina. Kumbuka hizi zilikuwa deals mbili tofauti. Ni kweli Wanda Group waliondoka ndani ya kampuni ya Atletico de Madrid baada ya kuuza hisa zao kwenda kwa Quantum Pacific Group, lakini kulikuwa na sababu kama zifuatazo. Kuanzia mwaka 2017 serikali ya China ilianzisha sera ya uwekezaji ambapo walitaka wawekezaji wawekeze zaidi ndani, hii kuongeza mzunguko wa fedha na ajira ya ndani kwanza kabla ya kwenda nje. Tunazungumzia cash flow. Lakini Wanda walikuwa wameshaanza mpango wa kuuza hisa zao ili kupunguza hatari za madeni, kwa sababu waliwekeza maeneo mengi sana. Magunga anasema hakuna mfanano wa umiliki wa mali kama uwanja kati ya mfumo unaotumika na Atletico de Madrid na huu ambao Yanga wanaenda kuutumia. Tofautisha hapo kwa umakini. Wanda walinunua hisa ndani ya kampuni kisha wakalipa fedha ili kupata naming rights, haki za jina. Hii ni mikataba miwili tofauti. Wingi wa pesa sio chanzo cha maarifa. Unaweza ukawa na pesa na ukakosa maarifa. Haya ni maneno ya Magunga. Lakini kwenye posti yake iliyofuata akasema ukitumia akili ndogo tu kutafakari haya makubaliano kati ya Yanga na GSM, utagundua kuna mmoja anaenda kuumia na mwingine anaenda kunufaika zaidi.
Wakati klabu zinamilikiwa na wanachama zinapambana kulinda sehemu za umiliki wa mali za klabu, huku kwetu tunagawa umiliki nusu kwa nusu pasipo kutambua ukomo wa makubaliano hayo. Watu wameambiwa klabu inataka cash inflow ya haraka, hii klabu ifanikishe miradi mikubwa, huku wakikwepa mfumo wa BOT mpaka gharama zinazotumika kujenga uwanja asijulikane. Wanachama hawafahamu sasa mmepataje mtu ownership ya asset kwa 50% wakati watu hawafahamu thamani wa mradi. Mnaanzisha kampuni mpya itakayofanya uwekezaji kupata umiliki, mapato, haki za jina, vile vile inawezekana hata mikataba mingine kibiashara milele. Ni kweli hakukuwa na njia nyingine tofauti na hii? Wataalamu wa uchumi nisaidia hapa. Kwenye comment of course, Maguga amekutana na vitu vingi sana. Mmoja akasema, mkuu endelea kufanya kazi bora, mkuu asiye bado tunajifunza kwenu, mkuu endelea kutengeneza legacy. Haya ni maneno ya watu, lakini kuna watu ambao wamemkataa na kusema huu ni uchambuzi takataka. So nimejaribu kukuletea haya maneno ya baadhi ya watu na kile ambacho wanatamani kukisikia na vile ambavyo hataki kusikia. My concern always itaendelea kusalia pale pale kwamba kuna mashabiki ambao wao wanajisikia fahari kuona timu yao ikiwa na uwanja wao nyumbani. Haya mambo mengine yanayoendelea inawezekana kwao sio jambo la kimsingi, lakini msingi thabiti ni kwamba timu yao ipate uwanja wake wa nyumbani. Hayo mambo mengine hayawahusu kwa usana wake na waelewa hao. Lakini kuna wale ambao ni wafidhina ambao wanatamani kuiona Young Africans ikimiliki, ikiwa na vitu vyake na isibagazwe kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu hizi weakness za hii mikataba inatumika vibaya sana kwenye kuisema timu na kuidhoofisha timu na kuonekana kwamba huku kuna wajinga wengi ambao wanapelekwa tu kisia tu pasipo kujadili na kuchanganua vitu. Lakini makosa kama haya mara nyingi huwa yananufaisha vilabu vingine kujifunza kwamba tufate mpango upi. Lakini kwa Young Africans, kwa mashabiki wao wanajua wanachokihitaji. Kama wao, mashabiki wengi wanahitaji furaha. Mashabiki wengi wanataka kuona timu yao ina uwanja wa nyumbani, iwe ni klabu ya wanachama, isiwe ni klabu ya wanachama, kwa sababu sio kila mashabiki ambaye ana mpango kununua ya kuwa mwanachama wa kikosi ya Young Africans. Sio kila mmoja. Kuna mwingine yeye anataka kuiona Young Africans inafanya vizuri, anunue merchandise, afanye vitu wherever itakavyokuwa, kwa sababu duniani kuna timu nyingi sana ambazo azimilikiwi na wanachama lakini zina mashabiki wengi sana. Kinachomata zaidi kwa Young Africans, ili wasija wakajikuta siku moja wapo kwenye taharuki kama hii ambayo inawezekana inaenda kuzalishwa kama hivi, ni wao kupata matokeo mazuri uwanjani. Always mimi waka usema, timu ikipata matokeo mazuri uwanjani, haya mambo mengine yanayoendelea nje uwanja yanakuwa ni ziada tu. Timu ikipata ushindi, timu ikibeba makombe, manaka haya mambo mengine yanabaki kama ziada. Hatari itakuja kupatikana pale ambapo uwanjani sasa ampati tena matokeo mazuri. Imagine ikifika kwenye hiyo hatua, niamini mimi hali itakuwa ni mbaya sana. Mkifika kwenye hatua ambayo uwanjani ampati matokeo mazuri, hiyo hali itakuwa ni hatari sana. Watu wataanza kuchimbua, watu wataanza kuingia deep zaidi na kuonesha kwamba hapa tulikosea na hapa tulikosea. Na mwisho wa siku Young Africans miezi kadhaa ijayo wanaingia kwenye uchaguzi mkuu. Ndio, uchaguzi mkuu wa Young Africans unakuja. Kwa sababu uchaguzi mkuu wa klabu ya Young Africans umepangwa kufanyika mwaka 2026 na unatarajiwa kuangukia kati ya mwezi Juni ama Julai. Sasa kamati ya uchaguzi ya Yanga bado haijatangaza tarehe rasmi mahususi ya siku ya kupiga kura, lakini utaratibu na maandalizi imeshaanza, ikiwemo chaguzi za matawi. Uchaguzi huu unafanyika kufuatia kukamilika kwa muhula wa miaka 4 wa uongozi ulioko chini ya Rais Engineer Hersi Said aliyeingia madarakani katika uchaguzi mkuu uliopita wa Julai 9 mwaka 2022. Inabidi ujue, wanachama watapiga kura kuchagua viongozi wakuu wa club, akiwemo rais, makamu wa rais pamoja na wajumbe wa kamati ndani. Kamati ya uchaguzi inatarajiwa kutoa ratiba kamili na tarehe rasmi ya zoezi la kuchagua na kurudisha fomu pamoja na siku yenyewe ya kupiga kura. Na hapa ndipo nilipokuwa nasema kwamba kama atapatikana mpinzani wa Engineer Hersi na huyo mpinzani akajua vizuri kusukuma kete, anawezekana akamsumbua sana Hersi kwenye namna ambavyo yeye mwenyewe Hersi Said alivyoshughulikia baadhi ya mambo
ndani ya kikosi cha Young Africans. Ninaamini nimeongeza kitu kwenye vile vitu ambavyo wanavyovijua. Usiache kusubscribe, kucomment, like na kushare. Kama maoni yangu haya na nilichokieleza hapa akiendani na mitazamo yako, I'm so sorry.